Mpendwa mfuatiliaji na mtazamaji wa vipindi vyetu vya darasa la uinjilisti na utumishi, ninapenda nikualike tena katika somo letu sheria za ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho ziko sheria mbalimbali zinatenda kazi kama ilivyo ulimwengu wa mwili, na kuna sheria ya ulimwengu wa roho inaitwa ni sheria ya kuuliza, kwamba kila kitu kwenye ulimwengu wa roho huwa tunauliza, lazima uulize. Hii ni sheria tofauti na ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa mwili sote tunajua, kwa mfano mtu labda nguo yako imechafuka, kwa kawaida tunajua sote kwamba nguo ikichafuka nitachukua hatua ya kuhakikisha kwamba ninaenda kuifua. Unachukua sabuni na kwenda kufua. Hiyo ni njia ya kawaida. Au nyumba yako imebomoka, kwenye ulimwengu wa mwili lazima utafanyaje? Utachukua hatua ya kuirekebisha, kuita fundi na kuhakikisha ameirekebisha au kuijenga upya, tofauti na ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu kwenye ulimwengu wa mwili pia tunatatua mambo kwa mstari ulionyoka, linear, kwa mstari ulionyoka. Yaani kwa mfano kwa mstari ulionyoka, kwamba tofauti na ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili mambo yanatatuliwa kwa mstari ulionyoka, yani linear. Kwa mfano kwa kivipi? Yani yanatatuliwa, kwa mfano tunatatua mambo kwa msingi wa tamaduni, kwa msingi wa mila, kwa msingi wa desturi, kwa msingi wa mazoea au uzoefu, kwa msingi wa weledi, kwa msingi wa aidha ufahamu. Huu ndio na guide, huu ndio unaendesha maamuzi, ni hatua gani zichukuliwe kulingana na huu msingi. Sio kama kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho hatutatui hivyo, kwamba jambo lolote ukiliona limetokea lazima uulize. Na uulize nani? Uulize kwa Mungu. Kwa nini uulize kwa Mungu? Uulize kwa Mungu kwa sababu Mungu, ukimuuliza Mungu, Mungu anaweza kukupa chanzo cha tatizo na hitimisho, mwisho wake, yani expire date. Mungu ukimuuliza, kwa sababu yeye anaweza kujua, maana Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo maana Mungu ana uwezo wa ukimuuliza Mungu, na ndivyo ana uwezo wa kukupa chanzo, kama ni jambo limeanza umbali gani, kina gani, na linaishia wapi. Si kwenye mwili huku tunatatua matokeo, kwa sababu tunatumia mstari ulionyoka. Unatumia uzoefu, unatumia elimu, unatumia desturi, unatumia mazoea, unatumia utamaduni. Watu wengi tena tumezoea kwenda kumuuliza Mungu kwa njia pale tunapopata na matatizo. Tunaposema kumuuliza Mungu, maana yake nini? Kwa nini kuna sheria ya kuuliza? Kuna sheria ya kuuliza, maana yake nini? Maana yake ni maombi. Maombi ndio eneo pekee la kiroho, ndio eneo ambalo unaweza ukakutana na Mungu katika maombi, eneo la kiroho, sehemu ambayo ulimwengu wa kiroho wote unakutana. Ndio maana hata Yesu alipoenda kufunga na kuomba, shetani akaenda kule. Watu wengi wanadhani kwamba katika sehemu ambayo utakutana na shetani ni nje ya maombi. Kwenye maombi ndio eneo pekee ambalo ulimwengu wote wa pande zote mbili, wa kiroho wa giza na wa kiroho wa nuru, wanakutana, kwa sababu ni eneo la kiroho. Kwa katika kuomba tunaenda kukutana na Mungu na kwenda kuuliza. Sasa shida nyingi tulionao nyingine, kwamba watu wanapopatwa na matatizo ndio wanakumbuka kwenda kuomba. Wanapopatwa na baraka hawakumbuki. Kanuni ya sheria ya ulimwengu wa roho inasema uuliza kwa chochote, jambo lolote. Ukibarikiwa uuliza, kwa nini baraka hizi zimenijia? Kwa nini niko hivi? Watu wengi tunakumbuka kwenye shida. Ukiona shida unaona anakimbia kwenda kuomba, unaona anakimbia kwenda kuuliza. Na ndio maana leo dunia inapitia pale pagumu sana, kwa sababu dunia iko kwenye uzoefu hapa mwilini. Dunia na watu wengi wako mwilini, kwa hiyo hawakumbuki tena kuomba. Waombaji leo ni wachache, kwa sababu kuomba ni kwenda kuuliza Mungu. Wako tayari watu leo waulize wanadamu.
waulize wanadamu. Ukipata changamoto anauliza wanadamu, wengine atumie uzoefu wake. Ukiwa katika mwili ni rahisi kutumia. Dunia iko pagumu mno, na ndio maana leo waombaji ni wachache mno. Wanaoomba ni wachache waombaji, kwa sababu dunia iko mwilini, na dunia tunatoa jukumu, mtumishi wa Mungu, kuhakikisha kwamba kwenye ulimwengu wa roho hatuchukui sheria mkononi, hatujiamulii, huchukui kwa mazoea, huchukui kwa uzoefu, huchukui kutumia elimu yako. Hata kama wewe ni umesoma, una vyeti na huna kazi, muulize Mungu. Hata kama wewe umekaa muda mrefu hujaolewa, muulize Mungu, kwa sababu Mungu huwa ndiye anayejua chanzo kwenye ulimwengu wa roho kila kitu. Na ukimuuliza, na kumuuliza Mungu kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Hakuna njia nyingine ya kuuliza na kumuuliza Mungu pasipo njia ya maombi. Maombi pekee ndio njia kuu ya kuweza kuzungumza na kuongea na Mungu. Kwa hiyo huwezi kuongea na Mungu kwenye mambo ya kiroho hayana uzoefu. Na ndio maana unaona Mfalme Daudi kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10 anasema, basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti utawaitia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wanafilisti mikononi mwako. Maana yake nini sasa? Maana yake kwamba Mungu alimpa kibali. Na kwa nini? Kwani Daudi alikuwa ni mtu wa rohoni, mtu ambaye ana misingi ya kiroho. Alikuwa anamjua Mungu. Hata ufalme wake toka kupakwa mafuta na Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa ni wa kiroho, alikuwa anajua kanuni ya kuuliza ya Mungu ya kiroho, kwamba kwa Mungu hatuendi tu, hatuchukui. Alikuwa na uwezo, kwa sababu alikuwa na majeshi, angeweza kupigana tu, lakini alienda kumuuliza. Tunamwona mtu mwingine anaitwa Danieli. Danieli na yeye akaenda kuuliza kwa Mungu baada ya kusoma kitabu cha Danieli. Baada ya kusoma vitabu, alikagundua kwamba miaka ya kuishi uhamishoni miaka 70 imeisha, lakini hakuridhika. Anafanya maandamano na kusema, kwa kuwa sasa amepata weledi, amepata elimu, amepata ufahamu, kwa hiyo sasa inamtosha tu kwenda kuchukua hatua na kuanza. Hapana, alijua kanuni, akaenda kuuliza kwa siku 21. Akamuuliza Mungu, nifanyeje niweze kukabili, pamoja na ujuzi aliokuwa nao. Watu wengi leo tunategemea ujuzi ulio nao, unategemea maarifa unategemea watu wanaokuzunguka bila kuuliza kwa Mungu. Ukimuuliza Mungu, mtumishi wa Mungu, katika utumishi wako na katika maisha yako yote, ninapenda ujue kwamba kuna sheria ya kuuliza. Kwenye ulimwengu wa roho hatuchukui sheria mkononi. Uliza kila kitu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana kwa sababu ya mafundisho haya, na ninaomba mtumishi wa Mungu unayetufuatilia uweze kushare kwa wengine, ili kusudi mafundisho haya yawafikie. Na kama una swali au una maoni, naomba unaweza ukayatoa, na kama una chochote sadaka ambayo Bwana amekubariki nayo, unataka kusaidia masomo haya yaweze kuwafikia wengi zaidi, unakaribishwa sana. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu.